Juni 5 kila mwaka wa Tanzania tunaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliamliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa la mwaka 1972 wakati wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa uliohusu mazingira huko Stockholm nchini Sweden, na siku hiyo ilianza kuadhimishwa rasmi mnamo mwaka 1973. Msikilizaji, mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyotuzunguka binadamu kama vile hewa, maji, miti, wanyama, ardhi na milima. Mazingira haya yanatupa mahitaji ya msingi kama chakula, maji, mavazi na makazi. Hivyo basi kutunza mazingira ni jukumu muhimu kwa kila mtu ili kuhakikisha maisha bora kwa sasa na vizazi vijavyo. Dunia kwa sasa inakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni mabadiliko ya muda mrefu katika hali ya hewa ya dunia yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu kama vile ukataji miti ovyo, uchomaji mkaa, uchomaji wa mafuta ya kisukuku na uchafuzi wa hewa. Athari za mabadiliko haya ni pamoja na ukame, mafuriko, joto kali na kupungua kwa uzalishaji wa chakula. Njia mojawapo ya kupambana na matatizo haya ni kwa kutunza mazingira kwa makini na kwa juhudi za pamoja. Helmes Muhiba ni afisa mazingira kutoka Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC hapa nchini Tanzania. Anasema uchafuzi wa mazingira ikiwemo uzalishaji na usambazaji wa plastiki ni hatari katika dunia ya leo. Athari za mifuko ya plastiki kwa mazingira, kwanza kwenye maji, lakini pia kwenye ardhi, lakini pia kwa binadamu. Viumbe ambao walioko baharini, mifuko ile ya plastiki inapoingia baharini, wale viumbe wanaitumia kwa maana ya chakula. Kumbuka wale viumbe wengine ni samaki. Samaki wanavovuliwa tunakula. Na plastiki kisayansi anasema inaweza kukaa miaka 400 mpaka 1000 haijaharibika. Kwa hiyo kuna madhara. Ndio maana wanasema kitaalamu kansa ambazo pia zinatokea saizi kwa binadamu, pia mojawapo ni matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali ya Tanzania imepiga hatua gani katika utunzaji wa mazingira, ikiwemo kuacha matumizi ya nishati chafu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anasema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kinara kwenye uhifadhi wa mazingira ndani ya Afrika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, ni heshima kubwa taifa hili limepata ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kinara wa kampeni za hamasa za kuhakikisha kwamba Afrika tunatumia nishati safi ya kupikia ikiwemo Tanzania yenyewe. Lakini tumeanza kuona sio tu bara la Afrika, ameanza kuvuka mipaka ya bara la Afrika. Mataifa mengi yanamwalika kwenda kutoa mihadhara ya namna bora ya kuachana na kukata misitu, kuharibu mazingira, lakini kwenye kampeni ya uhifadhi wa mazingira kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Mazingira safi huchangia afya bora kwa binadamu na kwa viumbe wengine. Uchafuzi wa mazingira hasa unaotokana na plastiki unaweza kusababisha magonjwa na kuhatarisha maisha ya viumbe wa majini na wa nchi kavu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anahamasisha Watanzania juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwa ustawi wa taifa. Tumezindua sera mpya ya mazingira chini ya wizara yenye dhamana ambapo waziri ndio msimamizi mkubwa. Maeneo makubwa yaliyotiliwa mkazo ni pamoja na kulinda vyanzo vya maji na misitu, lakini pia upandaji miti na kuhakikisha kuwa miji yote ina mpango wa usafishaji mazingira wa kila wiki, na hasa katika makazi ya watu, maeneo ya viwanda pamoja na maeneo ya biashara. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ni muhimu kuepuka matumizi ya plastiki zisizohitajika na kutumia mbadala kama vile vikapu vya asili, ikiwemo kuhamasisha urejeleaji wa taka za plastiki ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. This World Environment Day focuses on solutions to beat plastic pollution. Siku hii ya mazingira duniani inaangazia suluhu ya kushinda uchafuzi wa plastiki. Na ni sawa, uchafuzi wa plastiki unaisonga sayari yetu. Unadhuru mazingira, ustawi na hali ya hewa. Taka za plastiki huziba mito, huchafua bahari na huhatarisha wanyamapori, na hugawanyika katika sehemu ndogo ndogo na inapenya kila kona ya dunia, kutoka juu ya mlima Everest hadi kina cha bahari, kutoka kwa ubongo wa binadamu hadi maziwa ya mama. Kwa pamoja tukomeshe janga la uchafuzi wa plastiki na tujenge mustakabali mwema kwa ajili yetu sote. Asante. Together, let's end the scourge of plastic pollution and build a better future for us all. Thank you.
Kutunza mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwa kuchukua hatua sasa dhidi ya uchafuzi wa plastiki, tunalinda afya zetu, tunahifadhi rasilimali zetu na tunajenga Tanzania bora kwa vizazi vijavyo. Kauli mbiu ya kimataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani hii leo inasema ni kukomesha uchafuzi wa mazingira unaotokana na plastiki, huku kauli mbiu ya hapa nchini Tanzania ni mazingira yetu na Tanzania ijayo. Tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki.